yenu mazuri sana, na tayajibu kwa mtiririko ule ule mlivyoyauliza. La kwanza la ndugu yangu Fadhili Akida toka Daily News kuhusu Wahadzabe na mfumo wao wa maisha. Niseme Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaheshimu mila na tamaduni zote za Watanzania wa aina zote. Lakini pia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawapa watu uhuru wa kuishi mahali popote wanapotaka, ikiwa ni pamoja na kubadili mifumo yao ya maisha kama wanataka kwa hiari yao wenyewe. Kwa hiyo mimi nilikuwa sijaona hizo video clip za kwamba wanapewa pombe kali. Sasa maadamu umeniambia hili la pombe kali, kuwapa hao watu pombe kali ni jambo ambalo ni kinyume kabisa cha maadili. Huwezi kuwageuza watu kuwa walevi, na huwezi kutumia nafasi yao kuwa, mimi kwangu naona jambo hilo si jambo mwafaka, na linaweza kuwa pia la kuwatweza. Kwa hiyo nitalichukua na kuliwasilisha ndani ya serikali, hasa katika wizara ambazo zinahusika moja kwa moja na masuala hayo. Lakini Wahadzabe katika yale makundi 6 ya lugha niliyosema, sasa wataalamu wa lugha wanasema Kihaza ni moja ya lugha kongwe sana duniani ambayo bado inatumika. Kwa hiyo moja ya maeneo ambayo wizara tunataka kuyafanyia kazi sasa ni kuona namna gani tuweze kuhifadhi na kuitunza hiyo lugha ya Kihaza inayozungumzwa na Wahadzabe, ambao ni moja ya lugha za zamani sana. Mara ya zamani walikuwa wanaichanganya na lugha na kundi la Khoisan, ambao ndio hawa Wasandawe na wale walioko Botswana na Afrika ya Kusini, lakini sasa imeonekana ni kundi. Lakini pia wizara yetu katika kuangalia urithi usio kamatika au urithi usio shikika, au mmoja tafuta jina jingine, yani Kiingereza intangible cultural heritage, inahusu pia mambo ya chakula na virutubisho. Na Wahadzabe wana maarifa ya asili, indigenous knowledge, kuhusu aina ya vyakula, aina ya matunda na aina ya miti, sasa ambayo pia ni tiba. Kwa hiyo ni eneo moja ambalo hatuna budi kulifanyia utafiti ili kupata haya maarifa ya asili ambayo wenzetu Wahadzabe bado wameyatunza, ambayo baadaye yanaweza kuja kuwa na faida kubwa sana. Tanzania na nchi nyingine za Kiafrika tumepoteza hiki kitu tunakiita genetic resources, ambazo watu wengi hawafahamu kwamba zina pesa nyingi sana. Wanakuja wenzetu kutoka nje, wanazichukua, wakizichukua wanakwenda wanatengeneza dawa, alafu baadaye sisi tunanunua. Watu wanakwenda katika milima ya Usambara, wanawakuta matabibu wa Kisambaa ambao wanatibia kifafa, wanakaa chini, wanachukua maarifa. Sisi tunaona wale watu hawana maana, wanachukua ile mimea, wakienda wanatengeneza dawa. Tutakapoletewa dawa ya vidonge sasa ya kifafa, watu wataona fahari kuandika. Kwa hiyo Wahadzabe wana maarifa ya asili ambayo sasa sisi wizara tumeyachukulia maarifa ya asili kwa maana ya indigenous knowledge na indigenous technology kuwa ni sehemu ya utamaduni wetu ili tuweze kuhifadhi. Lakini hili na mimi nitazitafuta hizo video, nilikuwa sijaziona, lakini hatuwezi kuwapelekea watu pombe kali na kuwaondoa katika mfumo wa maisha. Kwanza wao walikuwa wanatengeneza pombe yao kutokana na asali. Tuache huko kama ambavyo Waathu na wanaendelea kutengeneza dengerua ya asali, wengine wanatengeneza rusuo kwa asali, wengine wanatengeneza nini, na hawa tungekwenda tujifunze hiyo pombe yao ya asili. Lakini kuwapelekea haya makeivanti, nataka kuamini hivyo, inaweza kuwa ni jambo ambalo sio mwafaka. Nije kwa ndugu yangu Deus Magale. Sidhani lililofanyika kwenye Kariakoo Derby ni wizi wa fedha. Hapana.
mashindano huahirishwa, na akiahirishwa walioyaandaa lazima waweke taratibu ama za kuwarudishia watu, mara nyingi kuwarudishia fedha watu